Hujambo na karibu tena kwa sehemu nyingine, siku nyingine, nafasi nyingine ambayo Bwana ametuandalia tukaweze kushiriki neno lake, na kushukuru kwa kunikaribisha nyumbani kwako na kwa kupata muda pia wa kuweza kufuatilia sehemu za mafundisho ambayo ninayaongoza. Kwa hivyo nachukua tu muda huu ni kushukuru kwa dhati wewe ambaye unafuatilia, wale ambao mnauliza maswali, wale ambao mnatuma jumbe za kunihimiza. Nataka pia nami niwe wa manufaa kwenu, niweze kuwa wa kuwatia nguvu na kuwafaa katika hali zozote ambazo mnazipitia. Na wakaribisheni tena kwa sehemu nyingine. Sehemu hii tunaenda kuangalia kuendeleza tu sehemu ile ambayo, kama unakumbuka, ni kwamba tunauliza swali ya kwamba mwanadamu ni nani, na hili swali liliulizwa na mwandishi wa Zaburi katika kitabu cha Zaburi mlango wa 8 mstari wa 5 pale. Akawa anashangaa mwanadamu ni kitu gani hata ukamzingatia sana. Na sehemu nyingine utakuta Biblia inakuambia kwamba alipata ufunuo, malaika wakishangaa jinsi mwanadamu alivyo na nafasi kubwa katika moyo wa Mungu. Sasa hayo ni maneno ambayo hatutayazungumzia siku ya leo, bali kama vile Mungu atatupa muda tutazidi kuyachimbua na kuangalia yalitokea wapi. Lakini kwa sasa twende moja kwa moja kwa mada yetu. Na kabla niingie kwa mada, napenda sisitize mambo haya mawili, ya kwamba jambo la kwanza unapaswa kujua ni kwamba kila kitu ambacho unakifanya katika anga ya kimwili ama katika mwili utakivuna katika anga ya kiroho. Na pia kinyume iko hivyo hivyo, ya kwamba chochote utakachokifanya kiroho utakivuna katika anga ya kimwili, kiwe kizuri ama kiwe kibaya. Na kama kuna kitu hatari, wapendwa, ambacho nimekuwa nikisisitiza, ni kwamba ni hatari sana kupanda katika kimwili, yaani kutembea ukiongozwa na akili zako mwenyewe na roho na mawazo yako mwenyewe na hisia zako. Maana katika mwili nataka tuvunje mwili tupate kujua mwili una sehemu ngapi. Huenda mtu unajua viungo vya mwili, una miguu, mwili una mikono, mwili una kichwa, mwili una masikio. Hivi vyote ni viungo vya mwili, lakini kuna viungo vitatu muhimu na vikubwa sana ambavyo vimehesabika katika neno la Mungu. Mwanadamu ni kiumbe wa utatu. Mwanadamu ni kiumbe wa utatu, na mwanadamu, jambo la kwanza, ni kiumbe wa kiroho. Na huyu kiumbe wa kiroho ana nafsi. Na hiyo kuwa ni kiumbe wa kiroho na ana nafsi, amepewa mwili. Kwa hiyo mwili huu ndio tunauzungumzia siku ya leo. Na mwili huu ndio unatupa haki zote za kutimiza mambo ama kuhusika katika mambo ya dunia hii. Maana dunia hii tunajua ni dunia ya vitu. Kwa hivyo usipokuwa na mwili hauruhusiwi sehemu yoyote katika dunia hii. Na ndio maana Mungu hawezi tenda jambo pasipo na mwanadamu. Mwanadamu ni mshirika mkuu sana kwa Mungu. Na pia niseme hivi, kama vile ambavyo Mungu anavyohitaji mwanadamu kutimiza mambo yake na mapenzi yake duniani, vivyo hivyo pia Shetani, ambaye ni adui na ni kiongozi wa dunia hii, pia anahitaji chombo. Mwanadamu ni chombo. Mwili huu ambao tumeubeba ni chombo. Kama vile chupa hii inaweza beba kitu chochote ambacho unataka. Ni wewe mwenyewe utaamrisha hii chupa vitu ambavyo utatia ndani. Unaweza tia ndani maji. Aliyeitengeneza alikusudia ibebe maji.
lakini wewe unaweza amua kuibebesha hata soda, ama uibebeshe hata uji, hata uibebeshe hata mvinyo. Kwa nini? Kwa sababu chupa ipo na iko tayari kutumika. Sasa vivyo hivyo miili yetu iko hivyo. Mungu aliumba hivyo, ya kwamba ni vyombo tayari, na vinaweza kutumika kwa uzuri ama kwa ubaya. Kwa uzuri ni kwamba wakati vinatumika kumtukuza Mungu. Kwa uzuri ni kwamba wakati vinavyotumika kwa ajili ya kutimiza mapenzi na haja za Mungu. Na kwa ubaya ni kama vitatumika, jambo la kwanza, kutimiza haja zetu sisi wenyewe, na sehemu nyingine kama tutatumika kutimiza haja za yule adui. Kwa hivyo kitu chochote ambacho umekibeba ndani ya mwili wako, kiwe kizuri ama kibaya, kuna nguvu fulani nyuma yake, nyuma ya hicho kitu. Maana havijatokana na akili zako, vimekuwa influenced, yani vimesababishwa kutoka eneo fulani, na huenda ni eneo ambalo linatawaliwa na Mungu, ama ni eneo ambalo limetawaliwa na adui. Kwa hiyo nataka ndugu mpendwa, tuweze kusonga mbele, tuweze kuangalia. Nimesha yaweka wazi haya mambo, na jambo la pili ambalo ningetaka ujue ni kwamba uongo sio uongo mpaka pale ambapo utauamini. Uongo sio uongo mpaka mahali ambapo utauamini, ama utachukua hatua kutekeleza kile ambacho umedanganyiwa, umehadaiwa. Na kwa hiyo tunaenda kuisoma katika Mwanzo 3 tuweze kuona jinsi mwanadamu alijipata katika hali ambayo haikumpendeza Mungu, na baadaye utagundua ya kwamba mwanadamu alichagua mapenzi yake mwenyewe juu ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo akafanyika adui wa Mungu. Haleluya. So tunasoma 3:1 kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale, wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa mumewe, naye akala. Kuna mambo yanajitokeza pale, ningependa tuyadadisi. Na mambo haya, kama vile nimetangulia kukwambia kwamba uongo sio uongo mpaka pale ambapo unauamini. Na mwanadamu ameumbwa kwa njia ambayo ni speciali, kama vile nilitangulia kusema ya kwamba amepewa mawazo, amepewa akili, na hizo akili ndio ile network ama ndio ile tuseme mtandao ambao ubongo wake unafanya kazi. Watu wengi hukosea kati ya ubongo na akili, wakakosea kujua ubongo ni kiungo cha mwili ambacho kimebeba, ambacho
kinasaidia mwanadamu kuweza kuprocess, yaani kufanya kutafakari. Kwa hiyo akili nayo ni ile mtandao ambao ubongo unafanya kazi. Naamini tumeelewana pale. Kwa hiyo mwanamke alipoletewa taarifa na yule adui kupitia nyoka, kosa alilofanya ni moja, ni kuitafakari ile taarifa kulingana na vile ameipokea, na alipoitafakari kupitia ubongo wake na akili zake, aliona picha nyingine ambayo Mungu hakumpangia ama hakumpa. Waliambiwa ya kwamba jambo la kwanza ni kwamba wakati mtakapogusa mti ule na kuula, basi mtakufa. Na sikiza uongo pale. Adui amekuja na akamwambia, ni kweli Mungu amesema msile matunda yote ya bustani? Maana yake ni kwamba hata adui hakujua mti ule. Na ndiyo maana akamwambia ya kwamba kwamba Mungu anasema uongo. Yaani alibadilisha lile neno la Mungu, akalitwist, yaani akalifanya nini? Akalipindua na akasababisha mwanamke kuamini kuwa kile anachokisema ni ukweli. Na kwa sababu Mungu ni muungwana na kwamba Mungu hawezi lazimisha mtu kufanya jambo kinyume na mapenzi yake, maisha yako na maisha yangu ama maisha ya mwanadamu yanaongozwa sana na maamuzi ambayo unayoyafanya. Kwa hivyo mwanamke alipotafakari taarifa ile, alifanya maamuzi ambayo hakujua ya kwamba anavunja ama anakaidi amri ya Mungu. Kwa hiyo akaamua ya kwamba atajaribu. Yeye nia yake ilikuwa ni kwamba ajaribu aone kama adui anasema ukweli. Na kwa kuwa alijaribu na akaamua kulingana na taarifa hii, Biblia imetuambia kwamba aliona mti unafaa, na unafaa kwa mambo matatu. Aliona unafaa kwa chakula, kisha akaona unapendeza macho, kisha akaona unatamanika kwa maarifa, yaani kwa kuongeza, kwa kufanya mtu kuwa na mawazo yaliyo ya juu. Sasa alipoyazingatia hayo maneno, akawa amekaidi amri ya Mungu na akawa ameingia katika kosa la kutotii amri ya Mungu. Na vivyo hivyo jinsi mwanadamu alivyodanganyika, ni vivyo hivyo ambao kizazi tunachoishi sasa wanapata kudanganyika, kwa kuwa adui anajua mwanadamu mwili huu unapenda vitu vizuri, naye ni muongo na ni mjanja. Anachukua mambo ambayo anajua ni hatari kwa afya ya mwanadamu, ni sumu kwa afya ya mwanadamu ya kiroho, na kisha anayapamba. Akisha yapamba na kufanya kitu tunaita sugar coating, kuongezea sukari na kupaka rangi ya kupendeza, rangi za kupendeza, yaani kufanya haya mambo yawe na mvuto. Sasa amechukua dhambi ambayo ni sumu ya mwanadamu kiroho, na kisha ameipamba na akaiweka, akaiongeza ladha, na akaletea mwanadamu, anamuuzia kana kwamba ni vitu vizuri, na wanadamu wamevikubali. Kwa nini? Kwa sababu akili za mwanadamu na mawazo yake na moyo wake yanaelekea tu na kuwaza mabaya. Kwa hiyo akaletea mwanadamu, na wanadamu wanainunua na wanavipokea kwa furaha sana na kwa uzuri sana. Na ndio maana ukitazama katika maisha utapata kuona ya kuwa vitu ambavyo
ni hatari kwa maisha yetu ya kiroho, ndivyo vinauza sana. Mambo kama mambo ya zinaa, mambo ya ngono, mambo ya mapenzi kiholela holela, mambo ya anasa, vileo. Yaani kwa kuwa vinasisimua mwili, vinaleta msisimuko katika mwili, kwa hivyo vinakuwa na kupata mvuto ama vinavutia sana kwa mwili huu, na upasi na wanadamu kujua ya kuwa kufurahisha mwili na kutimiza haja za mwili unajiweka kuwa adui wa Mungu. Wacha tuangalie Biblia inasema nini katika kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo 4:4. Yakobo anatuambia mambo fulani pale. Sitaki niseme maneno kisha mseme hakuwa anasoma Biblia. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yakobo 4:4. Biblia inasema, enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Anapozungumzia kuhusu dunia, hazungumzii sayari ambayo tunaishi ndani, maana dunia hii ni mduara, ni sayari ya mduara ambayo tunaishi ndani mwake, na ni ya tatu na iliumbwa na Mungu. Kwa hivyo hazungumzii sayari, bali anazungumzia mfumo ambao unaongoza dunia, yaani unaongoza watu, na mfumo huo unaongozwa na adui, na adui Shetani ndiye anayepanga na kuratibu mambo ya anasa, na kisha anatuletea na kutukabidhi. Na wakati tunapoipokea, Yakobo anatuambia ya kuwa tumeshajifanya kuwa adui wa Mungu tayari. Na nataka ujue ya kuwa mambo haya kwa kuwa yanavutia, mtu hasukumiwi. Ni mtu na akili zake timamu anaamua. Haya mambo huanza kama wazo tu ambalo linaingia kwenye akili zako. Watu wengi wanajua jinsi walivyojipata katika hali hiyo, lakini hawajui jinsi ya kutoka katika hali hiyo. Nataka nikwambia kwamba kutoka katika hali hiyo ni jinsi ilivyoanza kwa akili zako, ndivyo itamalizika kwa akili zako. Maana itafika sehemu wakati utachoka na haya mambo, utaamua kuyawacha. Na hata leo hii ukiamua kuwacha, unaweza kuyawacha. Ni wewe tu uamue, na kisha ukishaamua ubadilishe hiyo tunaita setting. Kwa kompyuta ama kwa tarakilishi kuna vitu vinaitwa settings. Tarakilishi inapokea ujumbe ule umeipea, na kisha ikaiweka na ikaihifadhi. Hivyo ndivyo akili zetu ziko. Sasa kwa kuondoa yale mambo, kama vile ulivyoviingiza kwenye mawazo yako, unapaswa kuvitoa vivyo hivyo. Na ukishavitoa vivyo hivyo, sasa uweke matumaini yako mahali kwingine, na matumaini yako mahali ambapo utapata msaada wa kila siku ni mahali katika neno la Mungu peke yake. Maana neno la Mungu ndilo lina uwezo wa kuhuisha akili zetu upya. Kwa hivyo wapendwa, nikimalizia ni kwamba ninawasihi kwa upendo wa Mungu Baba, kama vile Paulo anavyotusihi katika kitabu cha Warumi 12, ya kwamba wapendwa, nawasihi kwa upendo wa Mungu na kwa rehema zake, ya kwamba mubadilishe mawazo yenu, mubadilishe nia zenu, na msiufuatishe mtindo wa dunia hii. Tumgeukie Mungu tukaweze kufurahia mambo ambayo ni ya kweli, mambo ambayo yanadumu, mambo ambayo yanafaa, mambo ambayo yatatufaidi, sio katika kiroho tu, lakini katika kimwili, na tutaweza kuinuka katika hali yoyote ambayo tuko ndani.
Mungu awabariki na tuonane wakati mwingine.